wote mnaopewa mikopo leo mkawe mabalozi wazuri kwa wenzenu ili waachane na mikopo ya kausha damu. Mikopo ya serikali ni mikopo ambayo ipo kwa ajili ya kumnufaisha mwananchi, kwa ajili ya kumnufaisha kijana wa kike na wa kiume, kwa ajili ya kuwanufaisha akina mama, kwa ajili ya kuwanufaisha wale wote wenye uhitaji. Msiende kwenye mikopo ya kausha damu, mtazikimbia nyumba zenu, mtakimbia makazi yenu. Njooni katika mikopo mizuri, njooni katika mikopo ya rais makini, njooni katika mikopo ya rais anayewapenda Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hassani. Pili, nawaomba sana muitumie mikopo hii kama ilivyoelekezwa na si vinginevyo, kama ilivyoelekezwa na si vinginevyo. Tatu, fursa inayotolewa na VETA itufanye sisi sote tuwe na sifa ya kupata nini? Tuwe na sifa ya kupata nini? Tuwe na sifa ya kupata mikopo. Maana yake ukipata leseni, ukipata TIN number, ukipata ujuzi, umeshapata sifa ya kuwa na nini? Sifa ya kuwa na mkopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha mimi pamoja na wenzangu kamati ya uhakiki wa mikopo ya wilaya kuweza kuvitembelea, kuvikagua na kuvihakiki vikundi 33 ambavyo vilikuwa vimeomba mkopo wa 10% unaotokana na mapato ya ndani. Jumla ya fedha zilizokuwa zimeombwa ni shilingi milioni 301. Niwapongeze sana wenzangu wa kamati ya uhakiki wa mikopo wilaya kwa kazi nzuri ambayo mmenionyesha, lakini kwa kunipa wasaidizi wenu ambao kwa pamoja nimekuwa nao kwa siku 7 za uhakiki lakini na ukaguzi wa vikundi hivi ambavyo vimeweza kuomba mikopo ambayo inatokana na 10% ya mapato yetu ya ndani. Napenda kuvipongeza vikundi vilivyofanikiwa kukidhi vigezo na kufanikiwa kupata mkopo kwani jumla ya vikundi 33 vilikaguliwa na kamati za mikopo kuanzia ngazi ya kata, halmashauri na kamati ya uhakiki mikopo ya wilaya. Vikundi 22 pekee, wanawake 11 na vijana 11 ndivyo vilivyofanikiwa kupata mkopo huu wenye thamani ya shilingi milioni 210. Ndugu mgeni rasmi, miradi iliyoombewa mkopo ni vikundi pamoja na usafishaji bodaboda, uuzaji wa nguo, uuzaji wa vyombo, uuzaji wa nafaka, mamalishe, kunenepesha mifugo, mbuzi na nguruwe, ufugaji wa ng'ombe wa kulima, uuzaji wa vifaa vya baiskeli, biashara ya kununua na kuuza chumvi na uuzaji wa pikipiki. Kupitia miradi hii, halmashauri inategemea kuona mabadiliko ya kiuchumi kupitia kuongeza kipato kwa mwanakikundi mmoja na jamii inayowazunguka kupitia huduma wanazotoa. Tumepata mkopo wa shilingi milioni 17,500 ambazo tumetumia kuzinunulia pikipiki. Mkopo huu ni wa marejesho. Tunafanya marejesho ambao tumejipangia kwa kila mwanakikundi kurejesha ili awamu nyingine tena tuweze kuaminika kama tulivyoaminiwa awamu hii. Nipende kutoa nasaha kidogo kwa mama wenzangu ama na vijana tulopata fursa hii ya kupata mkopo, tupate kuwajibika vizuri na kurejesha kwa muda ambao tumepewa ili na wenzetu wengine waweze pia kupata ili tujenge taifa la Tanzania kwa ushirikiano wa Tanzania. Sasa nyinyi hizi hela kuweni na uchungu nazo. Biashara ni kama sayansi, haina kisingizio. Unavyoipeleka na yenye inaenda vile vile. Kwa naombeni sana mkitoka hapa ondokeni na biashara. Hela ya biashara sio ya kuonja. Kwa naombeni sana ndugu zangu, twendeni tukafanye kazi kwa umoja lakini bila kudanganyana ili jambo hili liweze kufanikiwa. Ninyi wananchi mlioko hapa ambao leo mtakuwa sehemu ya kunufaika, fedha mtakayopata inatoka kwa wananchi wa wilaya ya Bahi. Inatokaje? Ukipeleka mfugo mnadani kuna kibali, fedha inachukuliwa na halmashauri. Lakini kuna ushuru wa hiyo mifugo unayoipeleka.
lakini ninyi mnalima huko mliko. Kile mnacholima mnapotaka kuuza, kuna tozo zinatolewa. Sehemu ya hizo fedha zinazotozwa ndio leo ninyi mnapata sehemu ya hiyo fedha. Kwa ni fedha ambayo imetokana na makusanyo yaliyotoka kwa wananchi. Sasa nitoe wito kwenu, wachache leo mtapata fedha hii ambayo imetoka kwa wengi. Nyinyi sio watu maalum sana, ila ni sehemu ya ambao kwa awamu hii mmepata. Sasa mkae mawakala wazuri, tutakapokuwa tunakusanya vibali vya mifugo, tunakusanya ushuru minadani, nyinyi muwe sehemu ya wale wanaotaka kukwepa, muwe sehemu ya ulinzi, kwa sababu sehemu ya hiyo fedha inarudi kwenu.